Karibu Wina Media upate habari mbalimbali za michezo, uchambuzi kutoka ligi kuu Tanzania bara. Subscribe na bonyeza alama ya kengele ili uwe wa kwanza kupata habari zote hizi. Mambo vipi mwanamichezo, ni wakati mwingine tena mzuri kabisa tunakutana katika chaneli yako pendwa kabisa ya Wina Media, tukiweza kujuzana yale yote makubwa ambayo yanaendelea kwa sasa ndani ya kikosi cha klabu ya soka si wengine bali tunazungumzia hawa ni klabu ya soka ya wananchi Young Africans, katika mwendelezo wa kile ambacho kinachoendelea kwa sasa kwenye kikosi chao. Mambo yanaonekana kuwa ni mazito kwelikweli ndani ya kikosi cha klabu ya soka ya wananchi Young Africans baada ya kuweza kumalizana na Al Ahly kule Cairo nchini Misri, ambako unafahamu kwamba klabu ya soka Young Africans walikuwa pale kwa ajili ya mchezo wao wa ligi ya mabingwa barani Afrika, ambapo wamepoteza kwa kichapo cha bao 2-0 baada ya dakika 90 matokeo yakaweza kumalizika hivyo. Sasa kile kinachoendelea kwa sasa kwenye kikosi cha Young Africans ndio unaambiwa patashika kweli kweli, nguo kuchanika hali ilivyo ndani ya kikosi muda huu. Kumbuka ya kwamba katika mashindano haya Young Africans target yake na usajili huu wote mkubwa ambao wanaufanya, wanahitaji kuweza kuvuka hatua hii ya makundi na kuelekea hatua nyingine zaidi, wakiwa na imani ya kwamba kikosi wanacho na kila kitu wanacho cha kuweza kuwafanya waweze ingia katika hatua inayofuata, kwani matarajio yao ni kuweza kucheza angalau nusu fainali ya ligi ya mabingwa barani Afrika. Sasa kwa target hizo ambazo zinazoonekana, inaelezwa kwamba kocha wa timu ya Young Africans hali ni tete huko kwenye kikosi cha mabingwa hao wa kihistoria. Kwa nini na imekuwaje? Yote hayo na mengine mengi mimi nimekusogezea katika taarifa hii, utakwenda kujua mwanzo mwisho. Ila kabla tujaendelea, nikukumbusha kwamba kama ni mara yako ya kwanza kabisa unatembelea katika channel ya Wina Media, ajua kwamba umepitwa na taarifa nyingi. Sasa hilo usiendelee kupitwa na taarifa zetu, cha kufanya ni kitu rahisi kabisa. Kwenye simu yako ni kubonyeza tu alama jekundu iliyoandikwa hapo no subscribe, na kisha ukabonyeza alama ya kengele iliyoko hapo chini pembeni. Kufanya hivyo kutakuwezesha wewe kupata taarifa zetu popote pale unapokuwepo, pasipo kuweza kuhangaika huku na kule kwenye kutafuta taarifa. Taarifa zinakuwa zinakufikia moja kwa moja kwenye simu yako. Subscribe na kisha bonyeze alama ya kengele. Karibu. Bana, klabu ya soka ya wananchi Young Africans katika mwendelezo wa kile ambacho kinachoendelea kwa sasa kwenye kikosi chao, unafahamu kwamba wananchi wamefanya usajili mkubwa kwelikweli kipindi cha dirisha dogo la usajili na hata dirisha kubwa lililopita, ili kuweza kutengeneza na mazingira mazuri ya kufika maeneo mazuri ya ligi ya mabingwa barani Afrika, ambapo wameweza kushuhudia kwenye kundi lao zipo timu 4, ambapo Young Africans, National Al Ahly, hapo unakutana na Farbati. Kwa hiyo unaweza kuona namna gani ambavyo kundi hilo si kundi la kinyonge, lakini kwenye kundi hilo Young Africans yeye ana alama takriban 4 baada ya kupokea kichapo cha jana. Al Ahly amefikisha jumla ya alama zake 7 kwenye kundi hilo, ambapo mchezo wa marudiano unapigwa tarehe 31, ambapo Young Africans atakuwa dimba la Amani pale Zanzibar akiweza kuwaalika Al Ahly. Kwa hiyo kinachokwenda kutokea, inaelezwa kwamba kocha mkuu hapa nazungumzia Pedro ameweza kuambiwa na uongozi ya kwamba afanye afanyalo linalowezekana timu ifuzu kuelekea hatua ya robo finali. Kumbuka ya kwamba wananchi hususan kwenye mazingira kama haya wanapompa tayari masharti kocha, ni tayari ya kwamba nafasi ya kukaa klabuni hapo anapaswa kujiangalia, kwani si watu wa kuweza kusuasua kwenye maamuzi, hususan ya kuweza kumuondoa kocha. Lakini kwa sababu ya matokeo unaweza kumtwisha lawama kocha mkuu Pedro, lakini kiuhalisia alikuwa na mbinu bora sana. Alihitaji kudefend zaidi na kushambulia kwa haraka, kitu ambacho kilikuwa sahihi kabisa kwa kikosi kilichoanza. Lakini kipindi
cha kwanza Yanga walikuwa na balance sana kwenye defense na hata kushambulia. Walifika mbele mara kadhaa na walitengeneza mashambulizi ya hatari. Kilichoua hii game ni mbinu iliyofanyika baada ya kutaka kuhama kutoka nafasi ya chini na kwenda juu. Kivipi? Hii ilimlazimu amtoe Damaro Kamala ambao alikuwa ni defensive midfielder na kuweka Mudathiri ambaye ni box to box more offensive, kitu ambacho kilikuja kuwapa uhai zaidi Al Ahly. Suala la Pacome kutoanza sio issue, hata walokuwepo walifanya bora sana. Sikuona pengo lake first half, na second half alipoingia timu haikuwa bora kama ile ya first half. All the best wananchi, lakini kile kilichoweza kufanyika kila mmoja alikwenda kushuhudia katika yale ambayo mwalimu kocha hapa nazungumzia Pedro aliweza kuyafanya katika yale maamuzi ambayo alikwenda kuweza kuyaonyesha baada ya kumweka Pacome benchi na nini. Maneno yalikuwa ni mengi kweli kuhusiana na kile ambacho kilichofanyika. Sasa mechi ambazo zimesalia kwa upande wa wananchi katika hapa nazungumzia kundi lao, ambapo sasa hivi watakutana FAR Rabat na JS Kabylie ambao wote wana alama moja kila mmoja, ambapo atakayeshinda hapa atafikisha jumla ya idadi ya alama 4 na kumsogelea Young Africans katika kundi hili, ambapo pia mchezo unaofuata wa Yanga kwenye ratiba ya ligi ya mabingwa barani Afrika inaelezwa kwamba tarehe 31 atakutana dhidi ya klabu ya Al Ahly. Unaona bana, ambapo atakuwa yuko Tanzania, ambapo mechi nyingine atakuja kucheza Februari 13, atamkaribisha JS Kabylie Young Africans hao. Baada ya hapo Young Africans atakuja kukutana tena na mechi yake ambayo nadhani ndio itakuwa ni mechi ya mwisho kabisa ya ligi ya mabingwa barani Afrika katika hatua hizi za makundi, ambapo utakwenda kushuhudia ndio itakapokuwa imemalizika hivyo, ambapo Young Africans wenyewe kwenye kundi lao tayari itakuwa ndo shughuli imekwisha malizika. Kwa hiyo kinachosubiriwa kwa sasa ni kuona namna gani ambavyo Young Africans hatahitaji tu kuweza kupata sare kwenye dimba la Benjamin Mkapa dhidi ya National Al Ahly au kupata ushindi kabisa katika dakika zote 90 za mchezo huu, ambapo itamsogeza katika hatua nzuri zaidi. Lakini pindi ambapo watapoteza mchezo huu watajiweka katika mazingira magumu, ambapo kiti cha mwalimu Pedro huenda kikaanza kuwaka moto katika maskani ya Twiga na Jangwani, kwani si watu ambao unaweza kusema ya kwamba wanahitaji subra kukuvumilia pindi ambapo timu yao inapokuwa ikiweza kufanya vibaya. Wananchi ni muda wowote begi lako wanaweza kukupatia na kuelekea nyumbani. Kwa hiyo kazi kubwa ambayo watafanya kocha Pedro ni kuhakikisha kwamba timu inabaki katika ligi ya mabingwa barani Afrika. Bana, weka maoni yako hapo chini katika upande wa comment kuhusiana na